harakatu yahudia khatira thalatha, harakati za Mayahudi ambazo ni hatari ziko tatu. Moja, yahudu daunama. Hawa daunama ni neno ambalo wamelichukua katika nchi ya Turki wakati huo, wakajinasibisha kwenye eneo hilo, lakini ni wanafiki. Hawa harakati zao wanaingia kwa kusilimu kwa uongo na kuchanganyika na jamii ya Kiislamu. Lengo ni kuhakikisha kwamba wanaovuruga Waislamu wakijiona wao ndio miongoni mwa Waislamu. Na hili alikuanza leo, hata zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio walivyokuwa, na wanaendelea kufanya hayo. Na hawa ndio ilikuwa chachu ya kuharibu ile Islamic State, ile khilafa ya Ottoman Empire. Hawa kwa asilimia kubwa ndio washawishi wakubwa na walioingia na wakabadilisha thakafa ya Uislamu kwa mbinu mbalimbali. Hatimaye 1925 khilafa hii ikaondoshwa duniani. Miongoni mwa watu ni hawa Mayahudi wa sampuli hii, ambao wao wanakuwa wanaingia kwenye Uislamu, wanakuwa Waislamu, lakini si kwa maana Waislamu, wana malengo yao katika kazi wanaifanya wao. Hii ni moja katika harakati ambao wanaifanya wao. Hawawi nje wala mbali na Uislamu, na kuwa ndani ya Uislamu. Utashangaa leo Waislamu kadiri wakifanya mambo yao, mwisho wa siku vurugu, hawaelewani, wanavutana. Nini tatizo? Miongoni na matatizo ni watu hawa kuingia na wakatengeneza watu. Usidhanie katika eneo lako hili atakuja Yahudi ambaye ana asili ya uzungu. Yahudi ni fikra, Yahudi ni itikadi. Kuna mtu ametengenezwa, amemeza fikra za Kiyahudi, anazo na ni mtumishi mzuri wa fikra za Kiyahudi, mtakuwa naye katika maeneo yenu. Huu ndio kweli. Mambo haendi, haya ndio mazingira. Watu wanatolewa kwenda maeneo mbalimbali kujifunza masuala mbalimbali, miongoni mwao wanafundisha mambo haya, wakirudi na kufundisha wenzi wao, tunakuwa nao katika maeneo yetu sisi, mambo yanakuwa na susa. Miongoni mwa sababu ni hii. Harakati nyingine almasunia au ni Freemason, ambao hawa mara nyingi sana wanajificha katika hizi United Nations za kimataifa hizi. Wanaingia katika kila shirika wakitengeneza mazingira kwa dhahiri, unaona kama hawa wazuri, wana nia nzuri, wanataka kushughulikia afya za watu duniani na kadha. Kumbe hapana, wana yao. Hawa wamejigawa, na wengine wanakuwa mara nyingi sana wanahusika na masuala ya anasa kupita kiasi, na kutaka watu kufanya wawe wana fedha nyingi, wawe na uchumi mzuri. Sasa ili ufikia hatua hiyo, lazima kubaliana wao na wanavyotaka wao, washakutoa, washakuharibu. Kwa hiyo mara nyingi sana katika maeneo ya kiuchumi, kijamii, ndio wanavamia zaidi wao, wanaingia katika maeneo hayo. Kwa hiyo kuta jamii ya Waislamu wapo, majina ya Kiislamu, lakini maisha yake ni kifreemason. Dini yake ya Mungu haipo, imebakia dini ni jina, lakini matendo na zile upiganaji na kuhangaika hakuna kabisa. Hiyo ndo miongoni mwa malengo ambayo wao wanayo. Na harakati nyingine ambayo iko sasa, tunayo zama za leo, ni hawa suhuyunia. Suhuyunia kwa lugha ya Kiarabu hutumia hivyo neno suhuyunia. Kana suhuyun ni ism jabal fi Palestine, ni jina la mlima katika huko Palestine. Kwa hiyo wao walipoandaa, walikaa vikao katika maeneo ya Ulaya kupropagate tutafanyaje sisi kuweza kuipata na kuwa wenyeji na watawala katika ardhi ya Palestine, ili tubadilishe utamaduni ule wote. Jamani Waislamu, maeneo mengi duniani yalikuwa na athari za Kiislamu, Spain hizo ambayo ilikuwa ni Hispania, zimeharibiwa. Hauoni tena Uislamu, unaona zaidi ni makafiri na mambo yao tu, lakini kumbe kuna athari nyingi za Kiislamu zimeharibiwa. Iqra'u tarikh. Waislamu, tusome historia yetu, tuangalie mazingira. Kutolijua hilo, wewe utashangaa, unakwenda tu tena sometime unapitishwa katika khairi zako hizo, kumbe maasi ya Mungu unapelekwa sehemu usiyojua, wewe hujui, lakini unakwenda tu. Hawa sasa ambao tunaita kwa Kiswahili mazayuni, Zionist, suhuyunia, hawa sasa
hii ni harakati ya kisiasa duniani ambao ndio walioshauriana Mayahudi hawa wote duniani wakusanyane, wawekwe wapi? Ushauri ulikwenda katika maeneo mbalimbali, lakini sehemu iliyotakiwa hasa ni Palestina. Wakaenda pale, ndio chimbuko la kuwepo dola ya Israeli pale. Sababu kubwa ni kupitia taasisi hii ambayo inafanya kazi duniani kwa malengo ya ushawishi mkubwa sana. Dola ile ilipoanza pale, kabla yapo katika maeneo yetu sisi mengi duniani tulikuwa tukiona juhudi za Palestina, mpaka watu wanajipa majina Palestina kadha kadha. Lakini leo hii Israeli alipochukua dola pale na nguvu waliowezeshwa na Umoja wa Mataifa, vibaraka wao, basi amekuwa akitoa sapota kubwa sana duniani, akitoa misaada. Nini madhumuni yake? Hatoi tu, anatengeneza ukuruba na watu waelewe kwamba ni mtu mwanadamu ana nia nzuri, kumbe masini ya Mungu sivyo kabisa, ana malengo tofauti anayeyafanya. Nyamazeni kimya, ashakupeni msaada. Sasa leo yanayofanyika duniani, anasimama bwana wa dunia Marekani, anaambia na msapoti Israeli. Haya, we mwingine utasemaje? Utasema nini? Ndio utakuta kwamba nchi nyingi zimenyamaza kimya, na kama baadhi ya nchi ambazo zina Waislamu wako asilimia kubwa, wamesema ni nchi chache sana, lakini wengi wamenyamaza kimya, wanalinda maslahi. Bwana mkubwa ameshasema nikiingia mimi itakuwaje, na yeye anahitaji kuishi zaidi duniani. Haya ndio mazingira Waislamu, yani zile tamaduni, fikra na mambo ya Kiyahudi tumeyavaa sisi kwa asilimia zote. Pamoja na yote haya, Allah tabaraka wa taala anatuambia ndani ya Qur'ani sura ya 59 aya 14, sifa ya Mayahudi pamoja na yote wanayotengeneza ni watu woga sana. Na sababu ya kuwaoga sana, wanapenda zaidi maisha duniani, raha ya dunia wanaipenda sana. Kwa hiyo hata wakitaka kupambana na nyinyi, basi wana njia wanaitumia wao. Allah anasema la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin au min wara'i judur. Hawa wakitaka kupigana nyinyi hawapigani hali ya kuwa wamejikusanya pamoja kupigana nyinyi kufesi. Angalieni inavyosema aya, na angalieni mazingira yanayoendelea katika ardhi ya Palestina. Yahudi yeye si kwamba hawa jamaa dola Israeli si kwamba wanasogea kupambana na wajamaa face to face, la. Wao wanachofanya ni kuvizia katika maeneo ambayo wanajua wataua watu wengi, urusha mabomu na kuua. Hawaendi kama wao njoni kama Naomi, hawasogei mazingira hayo, kwa sababu Allah anasema hawapigana nyinyi hali ya kuwa wamejikusanya, illa fi quran muhassanatin. Wakijikusanya basi wanakuwa katika maeneo ya miji ambayo umeweka ngome madhubuti, kuta mwezi kuwafikia, hapo wanaweza kufanya, au miwarai judur, au nyuma ya kuta. Lakini vinginevyo hawaji face to face kwa nyinyi. Ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Anasema Allah, vita baina yao ni vikali sana, utawadhania wamoja lakini nyoyo zao ni tofauti. Hayo ni kwa sababu ni watu ambao maskini ya Mungu ni majahili, wasiokuwa na akili, hawatambui kitu maskini ya Mungu. Waislamu, sifa hizi za Mayahudi ndizo tulizokuwa nazo sisi leo. Ba'suna bainana shadid, sisi kwa sisi tuna visasi vikubwa sana, chuki baya sana. Wakati mwingine Muislamu jamani, mwenzio anakueleza jambo ambalo liko wazi, jamani nye hili tulifanyalo sisi, na nye nani ambaye angalau atazame kwamba yuko vizuri, na alifanya jambo ambalo mtume kaagiza, maswahaba wamelifanya, lakini alikata jambo ambalo mtume hajaagiza, maswahaba hawajafanya. Wewe unafanya jambo ambalo mtume hajaagiza, maswahaba hawajafanya na matabi hawajafanya, lakini inaonekana mie ndio mbaya, mimi ndio adui mkubwa, wewe uko salama, na vita inakuwa ni kubwa, adui mkubwa sana, maneno makali makali. Sasa tuulizane Uislamu, nani
yuko katika mstari sahihi baina wewe unaofanya jambo lile mtume hakulifanya, maswahaba hakulifanya, matabi hakulifanya, lakini wewe umelifanya. Mimi nimesema hapana, hilo naliacha. Kama ni kheri basi ingefanywa hapo awali, kwa kuwa hakufanya basi naacha. Nani yuko salama zaidi? Lakini inaonekana mimi mbaya zaidi, sipendezi na haribu dini. Basuna bainana shadid, vita baina sisi ni vikali sana. Fikra za Kiyahudi tumechukua sisi, hatuoni kama tumetengenezea mazingira haya Waislamu kuwa katika hali hii. Lengo ni kuchafua mazingira, wao endelee kuwa na nguvu katika ulimwengu tuliokuwa nao. Utabakia mimi na wewe ni masuulu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Allah anasema kwenye Qur'ani katika suratul Baqara, wala tajidannahum ahrasa an-nas ala hayatin, miongoni mwa watu ambao wanapenda zaidi kuishi ni wao. Sifa hii pia Waislamu leo tunayo sisi. Raha ya maisha imekuwa ina nafasi kubwa. Kwa hiyo dini ya Mungu ina nafasi kwa sababu ya raha ya maisha. Muislamu hajisumbui dunia kujua, hataki kushughulikia dini yake, anahangaika zaidi na maisha yake. Ukimwambia asikii, amechukua fikra hii, maisha kwake ndio kila kitu. Anasema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo anayezungumzia Thauban sahaba radhiyallahu ta'ala anhu ndani ya Musnad Ahmad, anasema yushiku an tadaa alaykumul umam min kulli ufukin kama tadaa al-aklatu ila qas'at ala qas'atiha. Anasema Mtume salama, yushiku, inakaribia, an tadaa alaykumul umam, kualikana, kuitana kwa ajili yenu nyinyi mataifa mbalimbali katika kila pembe ya ulimwengu, kama tadaa al-aklatu ila qas'atiha, kama unavyoona walaji chakula, akalatu, walaji chakula, njemba za watu wengi wasiopungua 10 wanaitana kwenye chakula kwenda kula kwenye ile sahani. Basi namna wanavyovamia ile chakula kwenye sahani ndio mvamio ambao mnafanyiwa nyinyi umma wa Kiislamu. Watu mbalimbali, kila mmoja kwa sampuli yake na nguvu anayoweza, anavamia kwenu nyinyi. Maneno haya kidogo yalishughulisha. Qala, anasema sahaba, kulna ya Rasulullah, tukamwambia mjumbe wa Allah, amin qilati yawma idhin, hivyo sisi siku hiyo tutakuwa ni watu kidogo sana mpaka tuvamiwe kiasi kama hicho? Watuvamie namna hiyo tutakuwa ni kidogo sana. Qala, Mtume akasema, antum yawma idhin kathir, nyinyi siku hiyo ni wengi sana, walakin takununa ghuthaa ka ghuthai sayr, mtakuwa nyinyi kama povu la kwenye wimbi la maji. Ghuthaa ka ghuthai sayr, mtakuwa povu kama povu la kwenye wimbi la maji. Wimbi la maji hutoa povu nyingi sana, nyingi kweli kweli, lakini ukipuliza kidogo tu au ukigusa kidogo tu lote la achana. Hivyo ndio utakavyokuwa, ni wengi lakini dhaifu, hatuna nguvu yoyote. We are not say, tupo tu. Tusema, akaendelea kusema, fatunza'u al-mahaba, tuntaza'u al-mahaba min qulubi aduwikum, letisho ambalo nyinyi mlikuwa nalo litaondoshwa kwenye nyoyo za adui yenu. Mtakuwa nyinyi hamuogopeshi tena, hamtishi tena, adui yakuogopeni. Waj'alu fi qulubikum alwahna, na Allah tabaraka wa taala atarembea katika nyingine, la yukudhifana, hapa ataweka kwenye nyoyo zenu nyinyi, ataweka alwahna. Maswahaba wakauliza, qala qulna mal wahnu ya rasul, wa mal wahnu ya Rasulullah, nini maana ya wahna ambayo inakusudiwa hapa? Akasema, hubbu dunya wa karahiyatul mauti. Mimi na wewe tunaambiwa tutakuwa kipindi hicho tunapenda zaidi dunia, raha dunia iko mbele katika maisha yetu sisi, na hatupendi kufa. Mwanadamu Muislamu akiwa na sifa hiyo, sifa hii ni sifa ya makufari, ni sifa ya Mayahudi katika ulimwengu wa sasa, lakini ndio sifa ambayo Waislamu wataivaa na kuichukua na kuirithi, kama alivyosema Mtume, mtafuata nyenendo na mila za hawa hatua kwa hatua. Subhanallah, hata ukija katika le shimo la kenga na nyinyi mtaingia humo. Leo Waislamu tumekuwa na mazingira kama haya. Mapenzi ya dunia amechukua nafasi kubwa, na kupenda na kuchukia kufa ndio maisha yetu sisi leo. Kwa hiyo mazingira haya
yameondosha nguvu kwetu, hatuna nguvu yote hata kama unasali. Lakini haya ndio hima yako katika ulimwengu, nguvu yako huna, udhaifu unao, kwa adui anafanya anavyotaka yeye, na wala wewe huna lolote uliozalo. Nini? Hubu dunia wa karahiyatul maut. Hubu dunia, kupenda dunia, rasu kulli khatira. Wallahi ndio msingi wa makosa yote Waislamu. Wa idha qara'ta alquran fasta'idh billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروا يغفر لكم، ودعوه يستجب لكم. ادعوا الله